Mheshimiwa Naibu Waziri, tumefanya wote ziara. Lipo eneo hujafika. Ungefika ungegundua kitu. Na ndicho kimeua mradi huu moja kwa moja. Na hivi tunavyozungumza, wengi wamelalamikia swala la mabasi kuegesha nje. Ni kweli kabisa. Hao watu watatu ndio wameshiriki kuidhinisha hayo mabasi kwenda huko nje. Na matokeo yake sasa ni huu mradi kushindwa kujiendesha, na halmashauri yetu ya Ubungo imekuwa ikibeba lawama. Watendaji wake wote wanabeba lawama. Kila anayeletwa hapa anakuwa ni kubadilishwa. Kila anayeletwa hapa anakuwa ni kubadilishwa kuanzia ngazi ya halmashauri, ngazi ya wilaya. Kwa sababu inaonekana kama hawasimamii mradi vizuri. Natamani sana mabasi yote yaishie hapa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, katika stendi hii mtaa wangu wa Mshikamano haujawahi kufaidika na kitu chochote kutokana na hii stendi. Tunatumia geti moja ambalo ni la kuingia na kutoka kwa abiria pamoja na wafanyakazi wa mabasi. Hivyo kwa ule mrundikano wa watu tuliopo hapa, pia tulikuwa tunaomba ongezeko la mageti, kwa sababu kuna mageti mawili ambayo hayo yamefungwa kwa muda mrefu na hatujui sababu ya kufungwa ni ipi. Licha ya kwamba tayari tumepeleka ripoti mbalimbali kwa ajili ya msaada, lakini bado nafikiri lipo kwenye mchakato. Kwa uwezo wako Mheshimiwa, unaweza ukatusaidia hilo. Kituo chetu hiki cha Magufuli, mwisho wa siku kampuni zote zitatoka nje. Kwa maana huko nje hakuna mgambo, hakuna polisi, hakuna kuulizana sare, hakuna kuulizana kitu chochote, gari kufanyiwa check up hakuna. Kwa maana checkpoint ya traffic iko hapa. Yako magari yanaanzia sehemu mbalimbali kwa, lakini yanapita Bagamoyo Road. Hayaingii Magufuli. Pia vile vile anakwepa ushuru, kwa maana hapa manispaa inahitaji kupata ushuru. Lakini kuna vibali vingi vinazidi kutolewa kwa ajili ya magari kupaki huko nje ya kituo. Kituo hiki kilijengwa kwa gharama kubwa, tunaomba magari yote yaje hapa ambayo hayajakidhi vigezo vya kuwa na terminal. Hili si swala la Tabora. Nimezungumza kama mdau wa Magufuli. Uwekezaji huu uliowekwa mahala hapa ni matarajio ya Mheshimiwa Rais kwamba huduma iliyokuwa imekusudiwa Watanzania kuipata kutoka kwenye kituo hiki cha mabasi waipate kadri inavyostahili. Pamoja na mazingira yote ambayo nimeyaona, ninyi pia tumezunguka kwa pamoja. Kwa niaba ya Waziri wa TAMISEMI Profesa Liz Shemdoe, nimwelekeze Katibu Mkuu TAMISEMI atengeneze timu ya wataalamu na kwa kushirikisha ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na pamoja na wadau watumiaji wa stendi hii, kituo hiki cha mabasi, kituo kikuu cha mabasi yaendayo mikoani na nje ya nchi cha Magufuli. Timu hiyo itusaidie kufanya tathmini ya mradi huu, malengo yake ya awali, tathmini ya mradi huu, ufanisi wake, tathmini ya mradi huu, miundombinu iliyopo, tathmini ya mradi huu, huduma zinazotolewa, lakini tathmini ya mradi huu, mapato yanayopotea na yanayopatikana, tathmini ya mradi huu kwa kipindi chote ambacho umekabidhiwa kutoka jiji kuja kwenye halmashauri ya Ubungo. Changamoto zote ambazo mmeziwasilisha nimezipokea kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, lakini timu hii itakapokuja itatusaidia. Na timu hii kwa kweli ishirikishe vyombo vyetu, taasisi zetu za kiserikali zenye dhamana ya mambo ya usafirishaji, pamoja na wadau niliowataja, na kwa kadri ambavyo Katibu Mkuu TAMISEMI atakavyoona inafaa kwa mujibu wa content na upana wa wataalamu ambao wanaweza wakatusaidia kuipata tathmini hii. Kwenye maelekezo haya ambayo nimeyatoa kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, timu hiyo ifanye kazi, tuipe nafasi ifanye kazi kwa muda
wa siku 90. Tuje na suluhisho pana la namna gani tuenende kutokea hapa tulipo kwenda mbele, ikiwa ni pamoja na kuangalia matumizi sahihi yote yaliyolalamikiwa hapa. Naomba moyo wa uvumilivu, serikali ikafanyie kazi ili tupate suluhisho la kudumu ambalo litafikisha kwenye lengo la uwepo wa kituo hiki.